Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi chao, kwa namna ambavyo wanaendelea kuweza kuijenga timu yao. Timu namba 5 kwa ubora barani Afrika, wekundu wa Msimbazi Simba, kwa mujibu wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, kwa orodha ya timu 5 bora barani Afrika, Simba ikishika nafasi ya 5, imeendelea kuweza kujikusanyia idadi ya wachezaji ambao watahakikisha kwamba msimu ujao katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu klabu ya Simba mpaka sasa imeweza kukata tiketi moja kwa moja kushiriki katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hapa nazungumzia kwa msimu ujao, kwa sababu tayari wapo katika nafasi nzuri katika msimamo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Sasa klabu ya soka ya Simba imetangaza orodha ya wachezaji ambao tayari wameweza kusajiliwa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba, kulingana na ripoti ambayo imetolewa ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba juu ya nyota ambao walikuwa wakiweza kuwafukuzia kwa hudi na uvumba. Hatimaye tayari wameweza kupata saini zao. Ni kina nani hao? Utakwenda kujua hapa, na ongezeko hilo linaweza kuongezeka kulingana na mahitaji ya kocha mkuu Fadlu Davis. Ila kabla tujaendelea kutajia majina ya wachezaji ambao wamesajiliwa kwenye kikosi cha Simba, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya Simba Sport Club, kulingana na yale ambayo yanayoendelea wakati huu. Bwana, kocha mkuu Fadlu Davis alikuwa na mpango wa kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba, lakini tajiri Mo Dewji akamwambia kwamba usiondoke, hapa ndio mahala sahihi pa wewe kuweza kuandika rekodi zako, na kile unachokitaka kwa msimu ujao tutaweza kukupatia. Sasa kocha mkuu Fadlu Davis akaweka majina mezani ya wachezaji ambao hawahitaji waendelee kubakia kwenye kikosi cha klabu ya Simba, na akaweka majina mapya ya wachezaji ambao wanawahitaji kwenye kikosi chake. Sasa tajiri Mo Dewji akamwambia kwamba kuna shida kwenye swala la fedha, kwa sababu kila kitu kipo kinawezekana, na hivyo basi wameingia sokoni kutafuta nyota ambao wanawahitaji kwenye kikosi chao, ambapo jina la kwanza ni nyota ambaye anatajwa kumalizana na kikosi cha klabu ya Simba, ambaye kwa dili lake linavyoelekea mpaka sasa inaelezwa ni takriban asilimia zaidi ya 80 anatua kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Si mwingine bali ni Philosophy Feitoto, ambaye kwa sasa yupo katika hatua za mwisho za klabu ya Azam kukubali kupokea ofa ya shilingi bilioni 1 ambayo klabu ya soka ya Simba Sport Club imepeleka pale Azam FC kwa ajili ya kuweza kumpata kiungo huyo. Klabu ya Azam FC bado ipo katika kutafakari ofa hiyo, huku wekundu wa Msimbazi Simba wakisubiri kuweza kupokea majibu ya Azam FC, ambapo inaelezwa kwamba mchezaji mwenyewe anahitaji kuondoka kwenye kikosi hicho kutokana na timu kutokuwa haifanyi vizuri kimataifa, huku lengo la mchezaji ni kushiriki katika mashindano ya kimataifa, hususan ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho, kama ilivyokuwa kwa mnyama Simba kutinga hatua ya fainali. Hakuna asiyependa kuvaa medali, bali Feitoto anahitaji hicho kitu, na ndio maana ameweza kuambia uongozi wake kwamba yuko tayari kuondoka kwenye kikosi hicho kama akipata timu hili ambayo ina malengo kama hayo ambayo anayahitaji. Kwa hiyo klabu ya Simba kwa sasa inasubiria hilo jambo liweze kukamilika ili waweze kuchukua saini ya Feitoto, na ndio maana kwambia ni asilimia 90, kwa sababu tayari ofa hiyo Azam wameipokea, wako katika mchakato wa kuweza kuijadili. Lakini jambo lingine ni kuhusiana na mshambuliaji. Hapa nazungumzia klabu ya Simba, kama ambavyo ulivyoweza kusikia juu ya mshambuliaji kutoka Singida Black Stars. Inaelezwa kwamba klabu ya Simba ipo katika mawindo mazito kweli kweli kuhakikisha inampata Jonathan Sowai, miongoni mwa nyota ambao waliweza kutua kwenye kikosi cha Singida Black Stars
Stars katika dirisha dogo la usajili na kuonyesha kiwango kikubwa. Magoli takriban 12 katika michezo 12 ambao amecheza na wastani wa kufunga kwa kila mchezo. Anaendelea kuweza kuweka rekodi njema kabisa katika ligi kuu ya soka Tanzania bara na kuwa ni miongoni mwa wafungaji tishio kweli kweli. Anakifukuzia pia kiatu cha ufungaji bora, kwa sababu mechi zilizosalia na mtu ambaye anaongoza kwenye magoli anaweza kumfikia endapo akiweza kuandika mabao mengi katika michezo hiyo miwili ambayo imesalia. Kwa hiyo Jonathan Soai, klabu ya Simba imetuma wawakilishi wake kwenda kuzungumza na Singida Black Stars juu ya kuweza kuhakikisha kwamba wanapata saini ya nyota huyo. Lakini sambamba na hayo yote, mara baada ya Dese Mukwala kuweza kuweka hadharani kwamba yuko tayari kuendelea kikosi cha Simba kunako msimu ujao, hivyo basi klabu ya Simba ilidondoka pale nchini Libya. Inaelezwa kwamba si kwa ajili ya matembezi, bali ni kwa ajili ya kwenda kutafuta saini ya nyota mshambuliaji ambaye anatokea pale Angola. Si mwingine bali ni Mabululu, miongoni mwa nyota ambao wanapigiwa upatu sana na viongozi na benchi la ufundi la klabu ya Simba, kwani wanahitaji kufanya vizuri kimataifa. Hivyo basi wanahitaji kuwa na nyota ambao ni wakatili, si wakatili rohoni, bali ni wakatili wanapoliona lango la mpinzani. Hivyo basi inaelezwa Mabululu ni miongoni mwa hesabu ambazo wekundu wa Msimbazi Simba wanazipiga, na tayari wameshaanza mazungumzo na uongozi wa Mabululu ili aweze kutoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Simba wamezamilia kuhakikisha kwamba wachezaji daraja A wanatua kwenye kikosi chao. Kwa nini? Hiyo ni kwa sababu unajua wakati mwingine timu zetu zinashindwa kufanya vizuri kwa sababu zina wachezaji ambao sio daraja ambalo wanakwenda kupambana nalo. Unakwenda kupambana na National Al Ahly ukiwa na wachezaji ambao daraja lao si kama daraja la Mamelodi Sundowns, Esperance de Tunis. Unapaswa kuwa na daraja la wachezaji ambao wako juu, ambao wanaweza kukupatia ubingwa kama ilivyokuwa kwa Balkane. Lakini nyota mwingine ambaye anatajwa kutua kwenye kikosi cha klabu ya Simba Sport Club, hapa wanazungumzia huyu ni nyota kutoka pale katika nchi ya DRC ya Congo, si mwingine bali unazungumzia huyu ni beki moja kisiki kweli kweli, ambapo inaelezwa kwamba Ibrahim Keita kutua Simba dirisha kubwa la usajili. Taarifa kutoka chanzo chetu muhimu kinaeleza kuwa klabu ya Simba ya Tanzania inawainda saini ya mlinzi wa kulia wa klabu ya TP Mazembe Ibrahim Keita ili kujiunga na Simba katika kipindi hiki cha dirisha kubwa la usajili, ambapo msimu ukimalizika tu ndio Simba wanapigia hesabu kwamba atue kwenye kikosi chao. Hivyo basi nyota huyo bado hajasaini mkataba mpya na klabu yake ya TP Mazembe, huku akiwa amebakiza mkataba wa miezi 6 tu ndani ya klabu yake. Bado mazungumzo ya kuongeza mkataba yanaendelea katika klabu ya TP Mazembe, lakini bado mchezaji hajaonyesha kuhitaji kusalia katika klabu ya TP Mazembe. Ushawishi ambao unamvutia nyota huyo ni ushindani wa ligi kuu Tanzania bara, lakini pia ushawishi wa baadhi ya wachezaji kutoka katika ligi ya Kongo wanaocheza katika klabu ya Simba Sport Club kama Elie Mpanzu wanazidi kumshawishi nyota huyo aweze kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Simba wanamhitaji kwa sababu ya upande ule wa beki ya kushoto, kwa hapa nazungumzia Mohamed Shabalala, kuweza kumpatia changamoto ya kile ambacho anachokifanya uwanjani akifanye kwa ubora zaidi. Lakini Keita si mchezaji ambaye unaweza kusema kwamba unakuja kumweka bench. Ni mchezaji ambaye inabidi umpatie nafasi ili aweze kukuonyesha kile ambacho yuko nacho. Si mchezaji wa daraja la chini. Nimekwambia Simba wana mpango wa kukusanya wachezaji wenye daraja A ambao watahitaji sio kuchukua muda kuingia kwenye kikosi cha mwalimu kocha Fadlu Davis. Kwa hiyo hicho ndio kikosi ambacho ama sehemu ya wachezaji wapi ambao wanatarajiwa kutua kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Weka maoni yako hapo chini kwenye upande wa comment. Wewe umepokea